Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Mzozo wa Mashariki ya Kati, Israel pamoja na Lebanon kuingia katika vita vingine baada ya Israel kufanya mashambulizi makubwa huko Lebanon, lakini pia idadi kadhaa ya watu wamepoteza maisha. Israel imeishambulia vikali Lebanon kujibu mapigo ya kombora. Israel inasema inawashambulia kwa kuwalenga Hezbollah kusini mwa Lebanon baada ya roketi kurushwa kutoka huko kuelekea Israel kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kuanza kutekelezwa mnamo mwezi Novemba. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema alikuwa ameagiza jeshi la ulinzi la Israel IDF kuchukua hatua kali dhidi ya walengwa kadhaa wa kigaidi nchini Lebanon. IDF ilisema kuwa roketi 3 zilidunguliwa katika mji wa Metuta kaskazini mwa Israel siku ya Jumamosi asubuhi na hakuna majeruhi walioripotiwa. Hakuna kundi ambalo limekiri kuhusika na shambulio hilo, huku waziri mkuu wa Lebanon akionya dhidi ya nchi yake kuingizwa katika vita vipya. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoafikiwa yalimaliza miezi 14 ya mapigano na Hezbollah, kundi lenye silaha la Lebanon linaloungwa mkono na Iran. Jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, limesema lina wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa machafuko, likizitaka Israel na Lebanon kuzingatia ahadi zao. Ripoti za ndani nchini Lebanon zilisema kuwa mashambulizi ya mizinga yamefanywa katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Makubaliano ya kusitisha mapigano yamekuwa dhaifu. Israel imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga karibu kila siku kwenye kile inachodai kuwa wanawalenga Hezbollah, na imeashiria kuwa mashambulizi yataendelea ili kuzuia kundi hilo kujiimarisha upya kwa silaha. Mbali na hayo, jeshi la Israel bado linakalia maeneo 5 kusini mwa Lebanon, jambo ambalo serikali ya Lebanon inasema ni uvunjaji wa mamlaka ya nchi hiyo na ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yaliamuru kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel. Israel inasema jeshi la Lebanon bado halijapelekwa kikamilifu katika maeneo hayo na kwamba inahitaji kubaki hapo ili kuhakikisha usalama wa jamii zake za mpakani. Shambulio la roketi la Jumamosi dhidi ya Israel litaongeza shinikizo kwa serikali ya Lebanon na huenda likatumiwa na Israel kama uthibitisho kwamba jeshi la Lebanon halina udhibiti kamili wa maeneo ya mpakani. Licha ya mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel, Hezbollah bado haijajibu kikamilifu kuhusu mashambulizi ambayo Israel imekuwa ikiendelea kuyatekeleza. Makombora hayo yaliyorushwa kutoka Lebanon yalikuwa ya pili kurushwa tangu mwezi Disemba na tena yalizua wasiwasi kuhusu iwapo usitishwaji wa mapigano ungefanyika. Katika taarifa yake, Hezbollah ilikanusha kuhusika na shambulio hilo la hivi punde, ikisema ilikuwa imejitolea katika mapatano hayo. Israel ilikuwa imesema itajibu vikali shambulio la mapema Jumamosi ambalo limelenga kaskazini mwa Israel. Jeshi la Israel limesema kuwa roketi hizo zililenga mji wa Metula nchini Israel. Afisa mmoja wa Israel alisema makombora 6 yalirushwa na 3 yakavuka mpaka katika ardhi ya Israel na kunaswa na mitambo ya Israel. Afisa huyo alisema Israel haiwezi kuthibitisha utambulisho wa kundi ambalo limerusha makombora hayo. Afisa huyo alisema wanajeshi walishambulia maeneo ya kusini mwa Lebanon. Wizara ya afya ya Lebanon ilisema mgomo huo katika kijiji cha kusini cha Taulin uliwaua watu 2 na kuwajeruhi wengine 4. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel ilisema ililiagiza jeshi kuchukua hatua kali dhidi ya Shabaa nchini Lebanon na kuongeza, Israel haitaruhusu madhara yoyote kwa raia wake na mamlaka yake. Jeshi la Israel lilisema lilishambulia makumi ya kurusha roketi
na kituo cha amri ambapo Hezbollah ilikuwa ikiendesha shughuli zake. Katika taarifa yake, waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam aliliomba jeshi la Lebanon kuchukua hatua zote zinazohitajika kusini mwa nchi hiyo, lakini akasema nchi hiyo haitaki kurejea vitani. Hezbollah ilianza kurusha roketi, ndege ambazo hazina rubani na makombora ndani ya Israel siku moja baada ya shambulio la Hamas Oktoba 7 mwaka 2023 nje ya Gaza kuanzisha vita huko. Mzozo kati ya Israel na Hezbollah ulizidi kuwa vita vya pande zote mwezi Septemba, huku Israel ikifanya mashambulizi makubwa ya anga na kuwaua viongozi wengi waandamizi wa kundi hilo la wanamgambo. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 4,000 nchini Lebanon na kuwafanya takriban Waisrael 60,000 kuyahama makazi yao. Vikosi vya Israel vilitakiwa kuondoka katika ardhi zote za Lebanon kufikia mwishoni mwa mwezi Januari chini ya usitishaji vita uliofikiwa Novemba 27. Muda huo uliongezwa hadi tarehe 18 ya mwezi wa pili. Lakini Israel imesalia katika maeneo matano nchini Lebanon kutoka kwa jumuiya za kaskazini mwa Israel. Imefanya makumi ya mashambulizi ya angani kusini na mashariki mwa Lebanon, ikisema kuwa ilishambulia Hezbollah, huku ikiendelea na mashambulizi ya ndege ambazo hazina rubani ambazo zimewaua wanachama kadhaa wa kundi hilo la wanamgambo. Lebanon imetoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuishinikiza Israel kujiondoa kikamilifu nchini humo. Jeshi la mpito la Umoja wa Mataifa nchini Lebanon ambalo linajulikana kwa jina la UNIFIL limesema linasikitishwa na uwezekano wa kuongezeka kwa ghasia na kuzitaka pande zote kuepuka kuhatarisha maendeleo yaliyoafikiwa. Wakati hayo yakiendelea, Israel bado imezidi kufanya mashambulizi huko Gaza. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja baada ya Israel kusema kuwa itafanya operation huko Gaza kwa kasi hadi Hamas iwaachilie mateka 59 ambao inawashikilia. 24 kati yao wanaaminika kuwa bado wapo hai. Mashambulizi ya Israel usiku wa kuamkia leo yaliua takriban watu 9, wakiwemo watoto 3 katika nyumba moja katika mji wa Gaza, kwa mujibu wa hospitali ya Al-Ahli iliyopokea miili hiyo. Kifusi na vioo vilianza kutuangukia, alisema Sameh Al-Mashalawi ambaye alimpoteza kaka yake katika shambulio hilo. Aliomboleza pamoja na mpwa wake mdogo Samil Al-Mashalawi ambaye wazazi wake na ndugu zake waliuawa. Mtoto wa miaka 12, kichwa chake na mikono yake ikiwa imefungwa, aliketi nyuma ya lori na kulia. Jeshi la Israel lilisema Ijumaa kwamba vikosi vyake vinapanga mashambulizi mapya katika vitongoji vitatu magharibi mwa Gaza na kutoa onyo kwenye mitandao ya kijamii kwa Wapalestina kuhama maeneo hayo. Takriban Wapalestina 600 wameuawa tangu Israel ianzishe tena vita mapema wiki hii. Israel tayari ilikuwa imekata ugavi wa chakula, mafuta na misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina takriban milioni 2 wa Gaza, ikilenga kushinikiza Hamas juu ya mazungumzo ya kusitisha mapigano. Jumuiya ya kimataifa imelaani mashambulizi hayo yaliyoanza tena. Shambulio la awali la mwaka 2023 la wanamgambo wanaoongozwa na Hamasi liliua takriban watu 1,200, wengi wao wakiwa ni raia, na kuwachukua mateka 251. Wengi wa mateka wameachiliwa katika mikataba ya kusitisha mapigano au mikataba mingine. Vikosi vya Israel vimewaokoa mateka 8 walio hai na kupata miili ya makumi ya wengine. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Israel yameua zaidi ya Wapalestina 49,000 kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza. Haisemi ni wangapi walikuwa wanamgambo, lakini nasema zaidi ya nusu ya waliouawa walikuwa ni wanawake na watoto. Israel inasema imewaua karibu wanamgambo 20,000 bila kutoa ushahidi. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha, lakini taarifa kubwa ni hiyo. Hofu ya vita mpya imetanda huko Mashariki ya Kati, vita kati
ya Israel na Lebanon baada ya Israel kuishambulia vikali Lebanon kujibu mapigo ya makombora. Mengi tutazidi kukuhabarisha, lakini kubwa zaidi tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.